Musa alinena na watu akawaambia, Bwana Mungu wako anakuamuru leo uzitende sheria na kawaida hizo. Utazishika na kuzitenda kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Leo umekubali kwamba Bwana ndiye Mungu wako, yakupasa utembee katika njia zake na kushika kanuni zake, amri na kawaida zake, na kusikiliza sauti yake. Naye Bwana amekuungama leo kwamba utakuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, jinsi alivyokuahidi. Neno la Bwana. Sheria ya Bwana. Heri waendao katika sheria ya Bwana. Heri waendao katika sheria ya Bwana. Heri waendao katika sheria ya Bwana.
Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, Ee Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Mimi lakini nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowadhulumu, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwaonyeshea mvua waadilifu na wasio waadilifu. Mkiwapenda wale tu wawapendao ninyi, mwapata tuzo gani? Je, watoza ushuru hawafanyi vile? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnazidi nini? Je, wapagani hawafanyi vile vile? Basi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Leo ambao ni walezi wetu wa watoto wetu wa PMC na watoto na Wakristo. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Basi tunapokusanyika hivi wakati kama huu, ni kule kutafakari pia juu ya majukumu yetu, tukiambatanisha na neno la Mungu. Somo ambalo tunayesikia ni yale ambayo yanalenga msimu na kipindi hiki cha Kwaresma. Somo la kwanza kutoka katika Kumbukumbu la Torati ni pale ambapo Mungu alimpa Musa sheria, alimpa Torati, ambapo Mungu mwenyewe anaagiza ya kwamba Waisraeli au watu wa wakati huo kupata sheria za Mungu watapata kusaidiwa na kuokolewa na Mungu kutoka kwa adhabu. Ya kwamba njia moja ya kukua kama watoto na watu wa Mungu, taifa la Mungu, ni kufuata sheria zake. Na yeye anaonyesha kweli ya kwamba kufuata sheria, na sheria gani? Sheria za Mungu ambazo zinatuelekeza katika uzima, katika uhai. Na yeye anawahakikishia ya kwamba atakuwa nao, atawaongoza, atawabariki, atawapa tuzo na ataweza kubariki hata familia zao. Kufuata sheria za Mungu sio kule kufuata tu nukta kwa nukta ukasema ya kwamba unafuata. Shida ambayo watoza ushuru au tuseme Mafarisayo walikuwa nayo, ambayo Yesu anaikashifu, ya kwamba wao waliamini
kufuata sheria, lakini wasifuate maadili ya hizo sheria, ya kwamba mtu anasema ninajua amri za Mungu, na mimi naamini ya kwamba wale wote ambao wanasoma hizo sasa wamefika wakati ambapo wanajua amri za Mungu. Unajua amri za Mungu? Watu wengi amri za Mungu unajua? Amri ya kwanza, mimi Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Na inakuwa pia hata Wakatoliki wanaweza kujua amri 10 za Mungu na wanaweza kukariri na wanaweza kukumbuka ukimwamsha usiku wa manane. Lakini sasa kuambatanisha hizo sheria na maadili ya kimaisha ndiyo changamoto. Na hawa Mafarisayo kila mmoja walikuwa wamefanya ni ya kwamba walikuwa wamesema mtu ambaye ni rafiki yako iwe tu ambaye unakubaliana naye mambo kama nyinyi ni marafiki wa kupa ni mke, yani ni kwa sababu tunafahamu kile wanasema Waswahili, kufa kufahamu. Mimi ikiwa na shida nitakusaidia, na wewe ukiwa na shida nitakusaidia, sasa tutasaidiana. Sasa huo ndio tunaita urafiki, ule urafiki wa kibinadamu. Yesu analeta maana mpya ya urafiki wa kweli, urafiki wa kweli ambao unatofautisha mtu ambaye ni Mkristo kweli na yule ambaye ni mpagani au mtoza ushuru. Na yeye anasema ikiwa mnawapenda wale ambao wanawapenda, ikiwa mnawapenda wale tu ambao wanawasaidia, wanawapa kile mnachotaka, sasa kuna tofauti gani na watoza ushuru? Kuna tofauti gani na wale ambao hawasio Wakristo? Si hata wao wanafanya hivi? So mtu atatofautishaje wewe na yule ambaye sio Mkristo? Anasema Mkristo ni yule ambaye anaenda kinyume cha mkondo. Mkristo ni yule ambaye anaenda kinyume cha mkondo. Kila mtu anateremka anapanda. Mto unateremka kupitia kwa milima, lakini unapata Mkristo ni yule ambaye anapanda, anajaribu kupanda. Nasikia kuna samaki, aina ya samaki huko karibu na Russia nafikiri, ambapo samaki badala ya kufuata maji ile yanateremka, wao wanaruka wakienda kinyume cha maji. Wanaweza kuruka pale ambapo maji yanaruka kutoka kwake, wanaruka. Sasa wanaenda kwa sababu mfumo wao, hapo ndipo wanapoenda mahali fulani ambapo wanataka mayai, hapo ndipo wanazalia. Wao hawafuati, lakini kwa kawaida utapata samaki wote ukienda kwa mto, hata wanaruka bila maji inaenda. Sasa Mkristo pia anaweza kwenda kulingana na vile ulimwengu unaenda. Ikiwa wote wanafanya sifanye, ikiwa wote wanaenda tuende, ikiwa wote wanasema tuseme. So yeye huwezi kujua tofauti. Mkristo ni yule wakati mwingine ambaye hata wakikataa wote, yeye anabaki peke yake. Mkristo ni yule ambaye yeye akiona watu wanasema hiki kitu ni kizuri, yeye anaweza kusema hiki ni kibaya. Haiwezekani. Mkristo ni yule ambaye watu wakipewa pesa wakati wa campaigns, kila mtu anapewa shilingi 100 ili wapigie fulani kura, yeye anasema hizo pesa sikati. Mkristo ni wakati wale umeongea watoto wanajibu naongea, mimi nakataa.
kuletea mikate wakati wanapiga kura. Nasema kura hii mikate sasa mwambie wazazi wenu watupigie kura. Kwa hiyo mikate. Mtakula. Mnafundishwa nini? So wakati mwingine ndio huo. Na kumbuka mwaka jana ni wiki iliyopita. Kiongozi wa nchi alienda kwa fulani akapatia watu fulani milioni 5. Askofu wa jimbo hilo akasema hizo pesa hatutaki. Ulisema nini? Askofu leo lakini kweli si milioni 5 tunakataa. Hadi tunataka hizo pesa hapa. Alafu wanatusumbua mama family day. Naweza nikataa pesa zake lakini nikubali pesa zetu. Kwa sababu mimi naamini ya kwamba tuko katika lengo moja. Ya kwamba kile kitu ambacho kwa kawaida watu wanatarajia na kila mtu anakubali. Na sisi kama animators kidogo tujihadhari kufuata mkondo wa ulimwengu, ambapo siku hizi watu wameenda ile kitu inaitwa common affirmation. Yaani kwa ina wao watu wamesema kitu ni hiki basi tuseme na sisi ni hiki. Lazima tuweze kujidadisi, tuweze kufuatilia kama kinaambatana na sheria za Mungu. Ndipo tunaweza kusema ya kwamba hili ni vizuri. Sababu wakati mwingine ulimwengu unaweza kutuletea mambo mengi ambayo yanaonekana ni mazuri, lakini kumbe ni mambo ambayo yanaenda kinyume na mpango sheria za Mungu. So kufuata sheria kwa katika roho zetu. Watu wasifuate sheria kwa sababu sheria zinafuatwa. Wakati mwingine mambo yanatendeka Kenya kama kwamba hakuna sheria. Na hadi mwaka wa 2010 tulizindua katiba mpya hapa Kenya ambayo ilikisiwa ya kwamba ingetatua matatizo yote kila mtu akifuata, lakini ni watu wengi, sio watu wengi ambao wanafuata hizo sheria. Hata tukiwa na katiba mpya haionekani mpya tena, kwa sababu kuna watu wengine wanajua kuepa katiba na sheria, wanajua kujinufaisha. Nilikuwa na jana kwa gazeti ambapo kuna watu wengine wanatoka nje kwa sababu ya kitambulisho cha kuwa Wakenya, lakini mtu kwa sababu ya pesa zake, kwa sababu ya ule uhusiano wao nao, anaweza kutoa pesa, alafu pia anapewa passport, anaitwa Mkenya, lakini sisi wewe na mimi tunajua sio Mkenya. So watu wanaweza kuwepa sheria. Kwa hivyo sheria ni kitu kimoja. Kufuata sheria supervise. Ni kama watoto shuleni. Mnaenda darasani, wakati mwalimu hayuko mnafanya nini? Wakati mwalimu hayuko darasani, kelele. Alafu mwalimu akiingia, unajifanya kama kwamba huko unaongea. Unajifanya huko. So ya kwamba hiyo sheria ya kelele ni sheria ya walimu. Wakati mwalimu hayuko, asiyekuwako na sheria yake haiko. Sasa wewe unatengeneza sheria zake. Kama imeta, ni sheria gani tunafuata? Ni sheria gani ambayo tunazingatia? Na Yesu sasa anatuonyesha kwamba sheria ya mfuasi wake ni ile sheria ya kuwapenda adui. Sasa achana na maneno ya adui yako. Unafanya mpango, twende fulani, tufanye nikipata, nikupatie. Sasa mimi hata wakufuata watapata sina kitu, lakini wewe nikupatia ndani mahali fulani. Au ni mwezi wa wiki. Alafu tunafanya. Ina maana tufanye nini? Tumepata. Inakuwa wale watu sasa inamaanisha kwamba wezi wanapenda.
Ili inawaleta pamoja. Hizi wanakubaliana ni kitu kimoja. Na nyinyi mnapendana kama marafiki. Sasa nyinyi na wezi unataka kwa gani? Au dada, nyinyi na watu na ile jamaa unataka kwa gani? Yeye ndiye anaishi katika uwezo wake. Na wewe katika urafiki wako wewe, rafiki yako ni nini cha faida ambacho unaweza kuwa nacho, unaweza kusema ya kwamba sisi hatuko kama wale. Kile ambacho ni hicho nilikuwa najiuliza sasa huyo, na kwa wakati mzuri tulikuwa na afisa wa polisi. Sasa tunamwambia wasiwe kulikia huyo jamaa. Sasa yeye anaendelea kuibia watu. Nilikuwa sijasoma hili somo. Sasa nimesoma hili nasema nimesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambieni wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowadhulumu, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana siku hii ilianza ikatuangazia sisi pamoja na yeye. Unawapesi ya Mungu sasa. Ningekuwa nimesoma hili somo ningemwachilia. Sio kwa kusema ya kwamba hakufanya kosa. Ni kwa sababu ya kuonyesha ya kwamba hastahili kufanyikiwa. Hata yeye hastahili kuwa adui. Hastahili kuwa. Wengine wanatoka katika mahali ambapo hakuna hata msingi. Mtoto hana mtu ambaye anaita mama au anaita baba. Sasa mtu wa kwanza ambaye anaona ni wewe. Na anaona mfano wa mama na baba ndiye ambaye hamuoni. Wewe utakuwa na nafasi ya kujenga ulimwengu wa huyo mtoto ili aweze kujisikia ya kwamba kumbe mama yangu na baba yangu na ndugu yangu ni nani? Ni ile yote ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Na wewe basi unapofanya hiyo kazi, unafanya kazi, unafanya mapenzi ya Mungu. Sisi zote basi animators tumeitwa ya kwamba sisi tunakabiliana na watu wa Mungu katika ujana au udogo wao, katika utoto wao. Wewe una nafasi ya kujenga hali ya upendo wa Mungu kwa huyu mtoto kuliko mtu yeyote yule. Wale ambao umekuwa animators kwa miaka kadhaa, miaka mingi, ushawahi kuona huyu kijana ambaye ulimwona kama mtoto? Alikuwa mtoto miaka kadhaa iliyopita. Huko hapa niko shule university. Alafu anakuja kunisalimia wananiambia kwamba tunakuja kukuona kwa sababu wewe ndiye alikuwa tumezoea. Wewe ulikuwa kama baba. Hata mimi nikasikia yaani wakati nilikuwa kama baba na tunakuja kukushukuru. Sasa nikamwambia asante. Hata mimi nikasikia. Sasa mimi nafikiri nyinyi mnajisikia zaidi yangu. Kwa sababu unakutana na hao watoto, si ndio? Unawasaidia wanakuwa. Wakati mwingine wanaenda mbele, siku anarudi anakuambia wewe ndio hata unamkumbuka. Na hawezi kusahau hata kidogo. Maadili ambayo umwekea ndio anayokumbuka daima maishani mwake. Yale maadili. Kwa hivyo inamaanisha kwamba umuhimu wako katika mazingira ya huyu mtoto ambaye wewe ndiye alileta sio ule wa kupuuza, ni uhusiano ambao unajenga maisha yake, na pengine unaweza kuwa wewe ndiye mtu muhimu katika maisha yake ambaye anakutana naye, kwa sababu wewe ndiye alileta na wewe ni mwalimu, wewe ni mentor. Nimesikia watu wakiongea juu ya mentor. Wewe ni mentor, umemwonyesha hata vile vitu vidogo ambavyo watu wanapuuza. Watoto wakikaa mahali fulani
mashahidi. Kumbe wewe ndiye peke yake unaye muda wa kumsaidia ajue shahidi. Sisi tunaongea juu ya competence based education. Najua jana mlikuwa mko katika semina ya hayo mambo CBC. Sasa mnaelewa hayo mambo? Mnaelewa? Sasa fanyeni kazi ya CBE. Msije mkasema ya kwamba hatuelewi. Kwa sababu alikuwa anasema wakati wa kulalamika umefika. Sasa wewe huwezi kuzaa mtoto na unaendelea kulalamika. Na huyo mtoto hali analia, anataka chakula, anataka nguo, anasikia baridi. Sasa wewe lazima utoke katika dawama zako, tafuta chakula vile unavyoweza, patia yeye kwanza. Bikini ndipo unaanza kulalamika tena. Inamaanisha kwamba sisi katika wakati wetu wa kusema ya kwamba hiyo sio kazi yangu, ndio na wakati. Sasa kwa sababu hapa Kristo anatuambia ya kwamba tuweze kujenga yale maadili katika watoto wetu wale ambao tunawaongoza, maadili ambayo yanaonyesha ya kwamba kuna tofauti kati ya mtu ambaye anajiita Mkristo na yule ambaye sio Mkristo. Huyu mtoto anatakiwa ajue ya kwamba hana nafasi ya kuwachukia watu, kukuza chuki katika roho yake, ili asije akawa mtu mzima ambaye anasema sisi tulifundishwa kuchukia watu wale ambao tunawaita adui zetu. Mtoto anatakiwa kukua akijua ya kwamba wenzake ni mfano wa Mungu sawa sawa na yeye. So na hivyo ndivyo Yesu anavyotuambia ya kwamba tuonyeshe tofauti. Mtoto anaweza kusema ya kwamba yenyewe kuwa Mkristo ni jambo jema, yenyewe kuwa Mkristo ni tofauti na watu wengine. Kumbe kuwa Mkristo ni kupenda kila mtu, hata ingawa wale ambao wanakufanyia mabaya unawapenda. Kumbe kupenda adui yako unapata faida kutoka kwa Mungu, unapata baraka kutoka kwa Mungu kuliko wengine. Kumbe kutenda jambo hata ukiwa ni wewe mwenyewe, kila mtu anapiga kelele ya kwamba unajua tufanye hivi, na wewe unaweza kusimama imara unasema hapana, sio vibaya. Kufundisha mtoto kukataa jambo ambalo ni baya ni kwenda kinyume na mkono wa maadili ya kidunia. Mtoto anaweza kufundisha kwamba kuna mambo ambayo unasema na kuna mambo ambayo unaweza kukubali. Sasa lazima ianzie kwako wewe. Alimeta ni mambo gani ambayo unasema hapana, hapana, na hapa ndio njia ya kufuata, tupende tusipende. Inamaanisha kwamba wewe mwenyewe lazima uzingatie mafundisho ya Kristo katika Injili. Ndio tunasikia katika Paulo akituambia ya kwamba saa ya wokovu ni sasa. Huu ndio msimu wa Kwaresma. Hii ndio saa ya wokovu. Huu ndio wakati wa kuamka kutoka usingizi wa dhambi. Sisi kama animators tunaitwa tuweze kuwa katika mstari wa mbele kuwaongoza. Na zaidi sisi changamoto yetu ni ya kwamba hatuwaongozi kwa maneno. Hii najua ya kwamba mtoto huwezi kumwongelesha kwa muda mrefu, na hasa watoto wetu wa wale msingi sasa. Wao ndio wanatakiwa kuongea. Wanakuuliza maswali, sasa wewe unajibu. Sio sisi sasa kuuliza maswali. So inamaanisha kwamba je, uko tayari kuuliza maswali? Tumekuwa tukitafakari hawa watoto wetu. Sasa katika mtaala huu mpya, ni vipi tunaweza kuingiza mipango ya kuwaongoza na kuwaanimate katika mpangilio huo wakiwa shuleni? Kwa sababu tulisema ya kwamba sasa inakuwa ni lazima PMC zinakuwa katika shule zetu za msingi, na pia animators wanafuatilia hata wale ambao wameingia M1. Unajua mtoto ikiwa amekuzoea
watoto wengine ambao alizoea mama, kila wakati mama akija yeye anaenda kwa mama anamshika, anamkubatia, anabusu, na huyo mtoto anapenda sana, hata mama anamlisha. Huyo mtoto akiendelea kukua mkubwa, yeye pengine anaendelea kukimbia kwa mama kwa hali hiyo, hata akiwa mkubwa. Sasa mkubwa mpaka mama mwambie sasa, wewe umekuwa mkubwa sasa, wacha watoto wengine wadogo. Lakini huwezi kumfukuza kwa sababu amekuwa mkubwa. Pole pole unamsaidia, anaanza kuelewa ya kwamba akiwa mkubwa anaanza kuishi kama mtu mzima. Pole pole anaanza kukua kutoka kwako, anaanza kuangalia wenzake, anaanza kucheza na wengine, na mwisho wake anajua anachukua majukumu yake na huyu mwingine anakuja. Sasa watoto wa M ni wale ambao wamekuwa na wao, wamekuona kama baba. Sasa wewe unamsaidia, na kidogo anapoendelea anakuwa M mpaka anapoendelea, basi atakuwa hana nafasi ya kupotea. Kumbe sisi tuna kazi, na kazi yetu ndipo inaendelea kuongezeka. Tunapowashukuru na kuwaambia asanteni kwa kazi yote ambayo mnafanya, tunaomba ya kwamba tuendelee kuzingatia majukumu na tujue ya kwamba yanaenda yakiongezeka, na popote ambapo tunaweza kujifunza. Mimi naona kama kwamba tutazingatia zaidi kutafuta hizo programs na kuelewa. So yananipenda shule, try to understand more and more what are the needs of our children today, tomorrow, and in the days to come. Kwa hivyo tukiitwa seminars, workshops, twende. Kwa sababu hata mimi ningependa kwenda katika hizo seminars, kwa sababu sielewi mambo yote. Ningependa kuelewa na kubadilishana yale mawazo, kupata yale mafunzo, ndio inayotusaidia. Wale ambao wanatenga muda wao ili waweze kujifunza, tunamshukuru Mungu, tunamshukuru wao na kuwaomba waendelee. Pia tunajua ya kwamba vile ulimwengu unavyoendelea, pia masuala ya watoto yanaendelea kuongezeka, pia mahitaji yao, na hata pia watoto wanaendelea kujifunza haki zao. Na sisi kujifunza haki za watoto, kwa sababu tunasema ya kwamba tuna kitengo cha child protection, ambapo watoto pia wanaweza kupitia changamoto fulani na wajue waende wapi. Kwa sababu tunashirikiana na wale ambao wanahusika na masuala ya watoto katika kanisa. Najua kwa nyingine zimeweka hata ofisi maalum ambapo tukiwa na shida, mtoto akiwa na shida au mzazi akiwa na shida, anaweza kwenda pale. Mimi najua wale ambao wanapata kwa mara ya kwanza changamoto za watoto ni hii. Wale ambao wakati mwingine wanajua mambo mengine ambayo ni yale ya ndani kabisa, kwa sababu mtoto amekuambia ni wewe. Ni nini unafanya? What do you do? Mtoto akija kwako kuambia unajua nyumbani sikukula. Halafu tunaweza kwa nini kukula? Na namwambia wewe unafanya nini? Tunakwambia unajua nyumbani na nini sijui dadi ikiwa kila siku anapiga bado. Unafanya nini? Namwambia ni hivi mambo yetu. Sasa unakuja nifanye nini? Wewe nenda darasani tutaonana huko. Unafanya nini? Umeona? Ya kwamba kuna mambo mtu anaweza kukwambia, ambia hata mtu yeyote, ambia hata wazazi wake. Hakuna mtu anaambia, alafu wewe unamguza. Sasa huyo mtu anaona kama Mungu hivi nyumbani akubariki. Hapa kwa pia msingi wa kubariki kabisa, huyo akusikilizi. Ukienda shule ni mwalimu anakuondolea bado kama kwako uchukua mmoja. Huyu mtoto atakuaje? So kama alipenda tunaelewa
dini. Na mimi ningependa ya kwamba nyinyi animators muwe pia walimu wa imani. Sio kama tunaelewana. Unaweza kufunza sana au wamejua sheria amini amri za Mungu. Unaweza kufunza sakramenti. Animators, hapo mnajua sakramenti? Waulize. Nisiulize hapo kwa sababu. Ninaelewa unajua. Ya kwamba kuna mambo ambayo unaweza kufunza huyu mtoto akiwa katika mazingira ya PMC. Na kila tumeona ya kwamba kuweka watoto katika darasa siku hizi ni kama inakuwa ngumu kidogo. Mtoto anaanza kuona kama ni mtihani. Sasa sisi kama kwamba unaleta watoto wanabadilishana mawazo hata sana. Mwambie nyinyi kukaa pale nataka niletee sala ya baba yetu. Tulikuwa tunatoka Nairobi juzi tukija na ile ya Jambo James. Na kwa kawaida wakati kuna msimu wa mvua kuna shida kwa angani. Na hasa ukifika hapo Kericho. Kwa sababu kuna mawingu mengi pale. So leo wakati mwingine natikisika najaribu kushuka ili isiongane na mawingu na vitu mawingu. Juzi tulikuwa na watoto wetu ambao walikuwa kwa ndege. Na watoto walikuwa wanajifurahisha kabisa walikuwa nyuma yetu. Sasa hiyo ndio katika hapo watoto ikaanza kushuka na kuna wakati mwingine inashuka kama inaanguka. Na watu wanashika tu. Watu wazima wanakimbia. Sasa watoto walikuwa wanapiga makelele. So wao walikuwa wakienjoy. Wanafurahia kabisa. Alafu wanacheka wale. Alafu watu walikuwa nyuma yetu tu. Mimi nilikuwa na wakati mwingine. Wakaanza kujadiliana. Kwa sababu unajua hii ndege inaweza crash land. Yani ndege inaanguka ikigonga chini. So kwa nini? Unajua wakati na hizi inaweza kufika huko kwa uwanja na haiwezi kutoa ile miguu yake. Sasa inaanguka na tumbo yake. Sasa hiyo inaitwa crash landing. Unajua watoto walikuwa miaka mingapi? Sio miaka mingapi? Miaka 7. Watoto ambao wanajua mambo ya crash landing. Yaani anaongea juu ya ndege kama yeye ni mmoja wa wale waliotengeneza ndege. Na wewe mwenyewe unajui. Ni nani mwalimu? Sasa sisi tukaangalia tukaanza kucheka na kwamba imani ya watoto wanajua mambo ya sayansi, crash landing, unajua hapo sasa vile pilot amefanya, sijui nini ameuza, sijui nini amefuta. Na nikasema sisi hapa tunawapigisha stories za bure kabisa hapa chini. Kumbe hao watoto wanajua mambo, wamefanya kuli. Kuna hata mwingine katoto kaniambia unajua wewe, unajua kuna sayari ya kuli. The death planet. Hapana, mimi najua tisa peke yake. Akasema ngoja nikueleze story ya the death planet. Na unasomea wapi hapa? Wewe nipatie siku yako. Unaona hapa? Iko kwa simu yako. So, watoto wanafanya nini? Wanajua. Sasa wakati wanafikiri hawajui na kuwahusishi katika kuelewa mambo hata ya Mungu. Alafu mtoto anakuuliza swali, alafu anaanza kudanganya. Au unamtuma anajua nani huyu ajui. Kwa sababu na heba. So usiende. Kwa hiyo unajua mambo ya sakramenti kabisa. Mtoto wa crash landing akija kuuliza juu ya sakramenti, unakwambia
tusome, kwa sababu ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa watoto wetu unahitaji hao. Sasa wewe usisi ukasema ara mimi sina wakati. So ananipenda this one who also researches, who studies, who has time to pray. Una sali. Unauliza Mungu akwambie nini? Unaenda kuomba. Alafu unaomba kwa mfano wako huyu mtoto aweze kuwa mtoto mwema. Na ikiwa huyu mtoto anakuja na tatizo, unamshughulikia kama mzazi. Unamshughulikia na wakati kama unafika uwezi kwa sababu ya uwezo wako, basi tafuta usaidizi kwa mwingine. Ngoja huyu mtoto akumbuke daima ya kwamba nilipokuwa na hii shida, alipenda wangu, alitembea na mimi, aliweza kuelewa shida zangu, hata pale ambapo hangeweza, aliweza kunisaidia kaenda mbele ili nikasaidika. Na huyu ndiye yule ambaye atakuja kusaidia watu wengine. Lakini ukiwanyamaza watu unasema mimi siwezi. Sasa nani ataweza? Huyu mtoto tutamwacha hapa, na ndio wale ambao watakuja nuru kama huyu rafiki yetu, kwa sababu hawakufundishwa vizuri. So pengine ni Mungu alimleta hata huyo alifanya kibaya hivi. Mungu alimleta hapo, unajua hao ni anipenda. Nenda kuwaonyesha ya kwamba wakati mtu hajawekwa vizuri bila anakuwa na zile aina za ndugu ambazo zinapiga wakati kufanya nini ameshinda. Lakini na wao wale ya kwamba usiache watu wapige ndugu hivi, usiache watengeneze sasa, ili mtu akifika wakati anapiga ndugu akijua ya kwamba mimi ilitengenezwa, lakini mimi sikufanya nini, asiyefutwa na mamaye atafutwa na nini na ulimwengu. Na sisi tunataka kusema sisi ni mama, sisi ni mzazi, basi tuwafunze wale ambao Mungu ametuletea ndani yetu. Na sisi kwa msaada wa Mungu tukisali na kujifunza yale ambayo tunaweza kuwapa Mungu, bila shaka atatendea pamoja na sisi. Lakini tulisikia katika somo la kwanza, Kumbukumbu la Torati, ukifuata sheria zangu na maadili yangu nitatendea nini. Mungu awe na nini, atapenda nini, awalinde. Lakini unapofanya kazi zenu, mjue ya kwamba sio ninyi peke yenu, Mungu yuko pamoja nanyi. Mjaji wa matumaini pamoja kwa sala. Endeleeni kuwa ujenzi.
Bwana, tunakuomba matakatifu yatutengeneze upya na kutufanya tustahili kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli vyema na haki, tendo lafaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulitaka sisi kutolea shukrani kwa kujinyima, ili kwa njia hiyo hata sisi wakosefu tuondolewe ukaidi na kwa kuwapatia Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu wako, ilitoka mawio ya jua hata machweo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili vitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, na akikushukuru alibariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kutwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani.
iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Jalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watakatifu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada na maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Wende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo 14, askofu wetu Joseph Obanyi, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, bali kwa njia yake na ujalie ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Thank you.
nikisema neno tu, na roho yangu itapona. Amina. Misa yetu imekwisha, sasa mnatumwa mkaiishi Injili. Tumshukuru.